Leo Januari 15 mwaka 2026, mamilioni ya Waganda wameanza kumiminika kwenye vituo vya kupiga kura nchi nzima kumchagua rais na wawakilishi wa bunge, huku kukiwa na jumla ya wapiga kura milioni 21,681,491 waliojisajili. Zoezi hili linafanyika chini ya hali ya tahadhari kubwa kufuatia zuio la huduma za intaneti lililoanza Januari 13 na uandikishaji mkubwa wa wanajeshi katika mitaa ya mji mkuu Kampala. Kwa wengi, kura ya leo sio tu zoezi la kawaida la kidemokrasia, bali ni uamuzi kuhusu mustakabali wa taifa ambalo limeongozwa na kiongozi mmoja kwa miongo minne. Rais Yoweri Museveni, ambaye amekuwa mamlakani tangu mwaka 1986, anawania muhula wa 7 kupitia chama cha National Resistance Movement, yani NRM. Safari yake kuelekea sanduku la kura leo imegubikwa na mabadiliko makubwa ya kikatiba, ikiwemo kuondolewa kwa ukomo wa vipindi mwaka 2005 na ukomo wa umri mwaka 2017, hatua ambazo zimemruhusu kuendelea kutawala. Wakati NRM ikijinasibu kwa kuleta utulivu, ripoti za hivi karibuni za kimataifa ikiwemo Bertelsmann Transformation Index yani BTI zinaelezea hali ya Uganda kama demokrasia yenye kasoro kutokana na mmomonyoko wa taasisi huru. Utafiti wa Afrobarometer umeonyesha kuwa 70% ya raia bado angependa kurejeshwa kwa ukomo wa vipindi vya urais. Upinzani mkali dhidi ya Museveni leo unaongozwa na Robert Kyagulanyi Ssentamu anayejulikana kama Bobi Wine, kiongozi wa chama cha National Unity Platform yani NUP. Wine aliyeshika nafasi ya pili mwaka 2021 anawakilisha sauti ya vijana ambazo zaidi ya 75% ya idadi ya watu nchini Uganda wako chini ya umri wa miaka 30. Hata hivyo, siasa za leo zinatawaliwa na kivuli cha Muhoozi Kainerugaba, mtoto wa Rais Museveni na mkuu wa jeshi la Uganda. Ingawa hajaingia kwenye karatasi ya kura leo, wachambuzi wanaona uchaguzi huu kama uwanja wa kupanga urithi wa madaraka, yani succession politics, ndani ya mfumo wa Museveni. Hali ya usalama imekuwa mada kuu wakati huo upigaji kura. Amnesty International na ofisi ya Umoja wa Mataifa ya haki za binadamu wametoa onyo kali kuhusu kampeni ya kikatili ya ukandamizaji dhidi ya wapinzani, wakitaja matumizi ya mabomu ya machozi, vipigo na kukamatwa kiholela. Jambo lililozua mjadala mkubwa ni sheria ya Juni 2025 inayoruhusu raia kushtakiwa katika mahakama za kijeshi, hatua ambayo mashirika ya haki za kibinadamu yanasema inavunja misingi ya haki. Hali ya kiuchumi nchini Uganda ni ya kusuasua. Deni la taifa limefikia 51.3% ya GDP kufikia Juni 2025, huku kashfa za rushwa zikidaiwa kutafuna shilingi trilioni 10 kila mwaka. NUP imeweka msisitizo mkubwa kwenye ilani yake, ikiahidi kutengeneza ajira milioni 10 ifikapo mwaka 2032 kupitia utalii na viwanda. Kwa upande wake, serikali imetetea programu yake ya Parish Development Model yani PDM kama suluhu ya umasikini vijijini. Lakini vipi kuhusu uhuru wa vyombo vya habari? Uhuru wa habari nchini Uganda umeendelea kupungua. Sheria ya Computer Misuse Act imetajwa na wakosoaji kama chombo cha kunyamazisha sauti mbadala mtandaoni, leo kukiwa na zuio la internet. Uwezo wa raia na waangalizi kufuatilia matokeo kwa wakati, yani real time, umeathirika vibaya. Utafiti unaonyesha kuongezeka kwa matumizi ya AI katika kampeni, ambapo 14.3% ya maudhui ya kisiasa yaliyosambazwa mnamo 2025 yalikuwa yametengenezwa na akili mnemba. Lakini tathmini ni ipi na mustakabali tarajiwa? Kura zinapopigwa leo zitakuwa na matokeo makubwa zaidi ya uchaguzi wa rais. Zitakuwa kipimo cha nguvu ya upinzani bungeni na uwezo wa mfumo wa sasa kuhimili shinikizo la mabadiliko kutoka kwa kizazi kipya cha kidijitali. Wakati vituo vya kupiga kura vikitarajiwa kufungwa baadaye leo,
macho ya dunia yameelekezwa Kampala kuona ikiwa Uganda inapitia mpito wa amani au itaingia katika kipindi kipya cha vuguvugu la kisiasa na madai ya kidemokrasia.